الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، صلاة تشرح بها الصدور وتهون بها القلوب وتنكشف بها السطور، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور. وبعد، وkuhimidiwa kwa haki ni Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema zake zote ambazo ametupa, kubwa na ndogo, za dhahiri na za siri, tulizobahatika kuzijua na hata zingine tusizozijua. Tunabudi kumsifia kwa wema pamoja na kumshukuru, na tuwe tunakithirisha mara kwa mara kusema alhamdulillah katika kula jambo, na vile vile tuwe tunashikamana na maamrisho na kuepukana na makatazo, na hapo tutakuwa tumeingia katika uhalisia wa kumhimidi na kumshukuru. Vile vile tunatakiwa kukithirisha kumtakia ziada ya rehema na amani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili tupate shafaa yake siku ya Kiyama, na vile vile tuweze kupunguziwa na kufutiwa mengi katika makosa yetu na hata kupandishwa daraja zetu kwa kitu kichache ambacho tunakitenda cha wema mbele ya Allah. Swala ya salamu kwa Mtume pia tupate bahati ya kuwekwa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, leo tumo ndani ya siku tukufu, siku ya Ijumaa katika dini yetu ya Kiislamu. Na Ijumaa hii ya leo ni tarehe 7 kulingana na mwandamo wa mwezi wa Shawwal upande huu wa Afrika ya Mashariki, na hii ni Ijumaa ya kwanza katika mwezi huu wa Shawwal mwaka wa 1447 kulingana na hesabu yetu. Na kwa baadhi ya watu leo ni tarehe 8 kwao, na kuna wengine leo ni tarehe 9 kwao. Maajabu ya Allah. Kuna watu katika bara letu hili la Afrika tunahesabu leo tarehe 7, na kuna watu katika bara letu hili la Afrika leo wanahesabu tarehe 8, na katika bara hili kuna watu wanahesabu tarehe 9. Moja katika maajabu ya Mwenyezi Mungu. Kwa wale wanaohesabu 9 mpaka 8 leo wako katika Ijumaa ya pili ndani ya mwezi wa Shawwal. Lakini kwa wanaohesabu tarehe 7 leo tuko katika Ijumaa ya kwanza ndani ya mwezi wa Shawwal. Yote ni katika maajabu ya Allah. Tunatakiwa tutambue uwepo wake
ili tusijalie kuwa ni ugomvi jambo hili la tofauti kama hizi, majira, itikadi na mambo mbalimbali. Alhasil, huu ni mwezi wa 10 katika mpangilio wa kalenda ya Kiislamu. Shawwal ni mwezi wa 10. Imebaki miezi miwili tukamilishe mwaka wa Kiislamu, ingie mwaka mwingine ambao ndio mwaka pekee tunastahili kuchukulia muhimu zaidi kwenye mambo yetu kuliko hesabu nyingine tofauti. Alhamdulillah, kuna watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawajalia kuwa na taaluma mbalimbali, kila mmoja na kipawa chake, ana ujuzi wake, amefocus upande wake. Hii ni moja katika hekima za Allah ili tuweze kusaidiana katika kula upande. Sasa tukitizama upande wa wataalamu wa tiba, matabibu au madaktari, tuambia kwamba mtu anapokuwa mgonjwa kwa mara nyingi akihitajika kutumia dawa kwa ajili ya kuboost zile kinga zake za mwili ziweze kusaidia kupambana na yale magonjwa, basi kuna namna na kiwango maalum cha kutumia zile dawa. Huwa zinapovuka kiwango chake zile dawa, badala ya kumsaidia au badala ya kuwa dawa zinageuka kuwa sumu. Wataalamu wa tiba wanatuambia na mtu kuandikiwa ili kukwepesha au kuepuka matumizi ya excess au overdose. Mtu anaweza kaandikiwa mathalan 1 mara 3, bila kaandikiwa 3 mara 1 au mfano wake, na hazifanani. Usije ukaona 1 mara 3 na 3 mara 1 ukasema ni moja, hazifanani. Kujua tofauti yake ni pale mtu akiandikiwa 1 mara 3 ageuze kinyume chake atumie 3 mara 1, kisha matokeo yake atayaona. Hii ni kweli. Na vile vile basi kwa hali ya ulimwengu pia kuna vitu kulama tajawaza an haddihi inqalaba ila widdihi. Kuna vitu kula vinapovuka mpaka wake vinageuka kuwa kinyume chake. Viko vitu kadhaa ukizidisha sana mpaka kavuka kiwango na mpaka na kwa kinyume. Kwa hiyo lazima mtu kama hivyo anavichunga. Na katika vitu hivyo pia vinapatikana vitu vinavyoitwa kama vile upendo, chuki na mfano wake. Vitu pia ni miongoni mwa vitu ambavyo vikivuka mpaka vinageuka kuwa kinyume chake. Mfano kama upenda. Na leo ningependa nasaha yangu kwa nafsi yangu hasa na kwa ndugu zangu ama izungumzie kitu hiki upenda, endapo kama kumepindukia au kumevuka mpaka. Upenda ni moja katika vitu vilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu na vikaitwa kama tabia, na ni katika hisia ambazo zinakuwa ndani ya mtu. Lakini kupenda huko kunapovuka mpaka, basi kunageuka kwa kinyume chake. Na nitatoa mifano kama nasaha inayoashiria jinsi mahaba au kupenda kunapopindukia, basi unamtoa mtu kwenye mstari sahihi na kumpeleka kwenye kinyume. Na kwenye mifano hii nitakayoitoa pia nitataja moja katika watu ambao kulingana na munasaba wa hali sasa hivi ulimwenguni wanahusika kwenye mifano kama hii. Munasaba ulimwenguni kwa sasa ni hali ya machafuko na vita na nini, Allahu a'lam. Ukienda Ulaya Mashariki, Ukraine na Urusi akisaidiwa na NATO huo wa Ukraine, vita vinaendelea mpaka sasa. Huu ni mwaka wa 5. Ukija upande wa Asia utakuta mambo yako
Pakistani, Afghanistan sasa hivi mambo yamechangamka, yanaendelea mpaka dakika hii. Allahu Akbar. Machafuko ya vita, Mungu atunusuru. Ukirudi Asia hiyo upande wa magharibi au Middle East, utakuta machafuko haya yanaendelea mpaka sasa. Ukija Afrika usiseme, ndani ya Sudan mpaka sasa hivi vita vinaendelea ndani ya Sudan. Kati ya SAF na RSF mpaka sasa hivi vita vinaendelea. Wanaumia zaidi au wahanga wa jambo hili ni watu wasiokuwa na hatia, wanyonge, watoto, wanawake, wazee. Allahu Akbar. Kwa hiyo mnasaba wa ulimwengu sasa hivi ni machafuko na vita. Kwa hiyo katika mifano ambayo nitahitaja kwa ajili ya maudhui yangu hii ya leo, hii itahusiana na mnasaba wa vitu hivi, lakini nitaenda pale Middle East, kwa nchi moja ambayo ndio muhanga au ndiye aliyedhulumiwa au aliyeshambuliwa wa kwanza, Shia wa Iran, kuonyesha jinsi upendo unapovuka mpaka unageuka na kuwa kinyume chake. Lazima kila kitu kiwe katika mpaka wake. Iran ambayo inaongozwa na Mashia kuanzia karne za huko nyuma, Irani ilikuja ikaingizwa kwenye mfumo wa Kishia, ambapo ilikuwa katika Sunni. Nchi ya Iran ilikuwa katika masuni kabisa, inaongozwa kwa mfumo mzuri kabisa, na kulikuwa na wanachuoni wakubwa sana wa Kisuni ndani ya Iran. Kuna wanachuoni wengi, ukiambiwa huyu ni Muirani, huyu ni Muirani, kina Imam al-Ghazali, kina Muhammad bin Sirin, kina Hasan al-Basri, kina Imam al-Asbahani, al-Raghib al-Asbahani na wengineo. Wanachuoni wengi, kina Imam al-Bukhari, kina Imam Muslim, Allahu Akbar, kina Imam Tirmidhi, wengi hao imamu unawasikia ni wa Irani hao, na ni wakubwa katika Ahlus-Sunna wal Jamaa. Kwa hiyo ilikuwa ni nchi ya Kisuni kabisa, lakini baadaye wakaingia watu wa Imamia na Ithna Asharia, wakatumia siasa na dini walipopata nguvu, wakapendua nchi, wakashika mamlaka. Shaha wa kwanza yule ndio alianzisha mfumo wa kwamba ni lazima Irani iwe katika hukumu au mfumo unaoongozwa na Kishia wa Ithna Asharia au Imamia. Kuanzia hapo mpaka sasa hivi, sasa inafahamika ulimwenguni kwamba nchi ile mpaka sasa ni nchi ya Kishia mpaka dakika hii. Sasa kwenye kutoa mfano kwamba upendo ukivuka mpaka unageuka na kwa kinyume, hawa Mashia Ithna Asharia hususan pia nao wataingia katika hii mfano, kwa sababu katika makundi zaidi ya 20 ya Mashia, basi kundi la Ithna Asharia na zile branches zake zote, sababu Ithna Asharia wako sampuli tofauti. Utakuta ndani kuna Ismailia, kuna kina nani ndani ya hao Ithna Asharia ambao wote wako kwenye ule mfumo wa maimamu 12, lakini kuna watu wana vigezo vyao kulingana na jitihadi zao. Hawa watu tutawataja kwa sababu kwenye huu upendo wamevuka waliko wengine, tofauti na Mashia, tofauti kama vile Zaidia. Hawa watu tangu waanze jitihadi zao za kuamini dhehebu la Shia, hususan Ithna Asharia, walitengeneza mikakati yao ya kuamini kwamba jinsi uongozi ulivyopelekwa baada ya mtume haikuwa sahihi, ilikuwa ni dhulma. Kadhulumiwa Sayyidina Ali radhiallahu anhu. Uongozi haukutakiwa kushika Abubakar kisha Umar kisha Uthman. Kuna wasia special ambao wao wanaojua, wao Mashia Ithna Asharia wanafahamu. Kuna wasia special ulienda kwa Sayyidina Ali, alitakiwa kushika uongozi, lakini wale mdhulumu kina Abubakar kina Umar wakashika wao. Hivyo basi wamefanya dhulma na wakawasingizia mambo mengi mbalimbali.
Kwa hiyo wanastahili kulaaniwa. Ndio maana kwa Ithna Asharia wao wanaamini Abu Bakar fi nar, Umar fi nar, Uthman fi nar. Kuna mtu mpaka Bi Aisha radhiallahu anha fi nar, wal billah. Allahu akbar. Na wengine wameenda mbali zaidi mpaka zile chuki kwa ajili ya kuthibitisha kwamba hawa watu wanastahili kudhalilisha majina yao kwa kuyaandika hasa kwenye milango ya chooni. Mtu anapoingia chooni akanyage majina yao, anapotoka akanyage. Yaani kuashiria kwamba hawa watu tunawachukia. Na sisi tunapenda sana Ahlul Bayt. Kwa hiyo wakadhihirisha kwamba wao mahaba yao yapo kisawasawa kwa Ahlul Bayt. Basi ni sawa, wana mahaba wamependa, lakini ule upendo umekithiri kiasi kwamba ukazalisha chuki mbaya dhidi ya maswahaba wakubwa. Kitu kupenda ni moja katika vitu vya kawaida kama hisia zilizowekwa katika binadamu, lakini uko kupenda kuna kuvuka mpaka pia kunageuka kuna kwa kinyume chake. Upendo wao ule waliosema kwamba sisi tunawapenda Ahlul Bayt, tunawapenda kina nani, umevuka mpaka akaingia kwenye chuki mbaya ambayo haistahili. Allahu akbar. Au Ithna Asharia au Imamia, wal billah, ambapo upendo wao ulitakiwa kuwa wa kweli na kihakika. Wangefanya hivyo basi wasingewatukana wengine kama vile Zaidia katika hao Mashia ambao walimili kama kundi linalomkubali Sayyidina Zaid ibn Ali Zain al-Abidin ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Wow, hao Zaidia walikuwa sambamba naye wakasema sisi tunamuunga mkono Zaid. Wakubali Abubakar. Na Zaidia walipochipuka wao walichipuka pale ambapo kulipatikana Rawafidha au Ar-Rafidha katika Mashia. Rafidha ambao chanzo chao ni kwamba walimwacha na kumtenga Sayyidina Zaid ibn Ali Zain al-Abidin. Kwa sababu wao wanajiita ni Mashia hao Rafidha. Na wakawa wana chuki dhidi ya masahaba wakubwa. Sasa wakaamua kumjaribu Sayyidina Zaid ibn Ali Zain al-Abidin ambaye ni katika wajukuu wa Mtume huyo. Maana ile silsila la kile kizazi cha Mtume katika masharifu yani Ahlul Bayt. Sasa wakaamua kumjaribu ili kuona msimamo wake yuko pamoja na wao ama walipomuuliza vipi unaitakidi vipi kuhusu Abu Bakar na Umar. Sayyidina Zaid alipoulizwa akasema Abu Bakar wa Umar radhiallahu anhuma, alipotaja kwa radhi tu kwamba ni masahaba wakubwa, Rawafidha kasirika. Wewe unakubali vipi kusema Abu Bakar radhiallahu anhu na Umar radhiallahu anhu? Wakasema wewe hata kama wewe katika wajukuu wa Mtume hatuko pamoja na wewe. Wakaachana naye wakamtenga, wakaitwa ni Rafidha. Kwa sababu katika lugha ya Kiarabu rafadha yarfudhu ni kuacha na kutenga. Ukisema rafadtu fulana nimemwacha au nimejitenga naye. Sasa wakaitwa ni Rafidha kwa sababu waliachana na Sayyidina Zaid. Kwa nini? Kwa sababu Sayyidina Zaid kakataa kuwalaani kina Abu Bakar na kina Umar. Kakataa. Na kaamini kwamba hao masahaba wakubwa. Rafidha kajitenga wakatengeneza kundi lao. Sasa Sayyidina Zaid akasema hata mkanitenga mimi sina shida. Bora mimi katika haki. Sasa kuna wale waliompenda Sayyidina Zaid. Walipomwona katika msimamo wake huo, basi wao wakajinasibisha kama ni wafuasi wake, nao wakawa msimamo wao ni kwamba hawawezi kumlaani Sayyidina Abubakar wala Umar. Mpaka leo wanaitwa ni Zaidia, Mashia kama hao. Ndio wale ambao wao wanasema ni Mashia lakini Abubakar ni khalifa wa kwanza, Umar wanaamini ni khalifa wa pili, Uthman ni khalifa wa tatu wanaamini hivyo. Mashia lakini imani yao ni tofauti kabisa na wale kina Rawafidha na kina Ithna Asharia. Tofauti kabisa. Kwa sababu hiyo hao ni Zaidia. Ngawaje wana yao baadhi lakini kwenye mfumo huu wa mahaba yaliyojenga chuki umejitoa. Wakawa hawakubali kabisa. Mpaka wanakubali mambo ambayo ni ya kifiqhi katika Ahlus Sunna wal Jamaa. Unakuta katika fiqhi zao kiwafuatilia Zaidia kuna misingi ya Shafiia wanaifuata, kuna misingi ya Hanafia wanaifuata, ambao ni katika al-a'immatul arba'a unaikubali kabisa unafuata. Hao Zaidia tofauti na wengineo
Ambapo wale wengine hawakubali kusikia kitu al-aimatul arba'a, hawakubali hicho kitu wale wengine, lakini Zaidia pekee wao ndio wanakubali. Mashia lakini wako tofauti sana, wamejitenga kwenye yale mahaba yaliyopindukia ambayo yamezalisha chuki. Kwa hiyo mahaba ni kitu, lakini idha tajawaza an haddihi inqalaba ila dhiddi, kinapovuka kwenye mpaka wake kinageuka kuwa kinyume chake. Mfano hao viumbe, mahaba ya kwamba sisi tunapenda Ahlul Bait, mwisho siku akawapelekea kwenye kuzalisha chuki ambayo hata haifai dhidi ya watu watukufu na maswahaba. Tuache, tumewataja tu kama mfano kwenye hili. Sasa ninachokusudia katika hili, sisi leo hili kwenye mfumo huu tumekuwa ni mashia sampuli tofauti. Sasa sio mashia wale, na sisi tumejitengenezea mfumo wa mahaba ya kupindukia kwenye kitu kinachoitwa mpira. Siku hizi tushakuwa ni mashia wa mpira, watu wengi mashia wa mpira. Yaani mahaba yetu yamepindukia kwenye mpira, ambapo kinyume chake sasa na sisi tunazalisha chuki upande mwingine. Ni hatari sana. Leo hili kundi kubwa mno katika Uislamu au Uislamu unawakuta kwenye mahaba na ushabiki wa mpira uliopitiliza, kiasi kwamba mtu yuko tayari kukaa kutizama mpira dakika 90 hata zaidi ikiwezekana, lakini asihudhurie kwenye ibada ya faradhi ya jamaa. Yuko tayari mtu kuchukiana na mtu ambaye ni ndugu yake wa damu kisa na maana ni mpira. Tushazalisha mahaba kwa mpira, yamepitiliza mpaka yanaanza kujenga chuki, yanakuwa kinyume chake. Sasa jambo hili ni hatari sana, lilishakuwa ni mwiba sasa hivi ulimwenguni. Hili jambo Waislamu wengi mno tumehasirika kwenye hili jambo la mpira. Allahu Akbar. Tumejenga mahaba yanayopitiliza. Tunaona baadhi ya watu ambao wanachukiana saa zingine ugomvi, hawazungumzi kauli moja kisa na maana huyu ni shabiki wa timu fulani na shabiki wa timu fulani. Sasa wanapofungwa hawa, yule akishabikia na kumchezea, basi inakuwa ni ugomvi, ni vita. Kwa nini? Hata kusemeshana wanaweza kusemeshane kwa muda kwa sababu wamfungwa. Hatari kubwa. Mahaba haya yatoka wapi? Wa'iyadhu billah. Tushakuwa ni mashia wa mpira sasa, kama vile mashia waliojodai mahaba kwa Ahlul Bait mpaka wakaanza kutukana maswahaba wakubwa, na sisi tumekuwa ni mashia wa mpira sasa hivi. Hatari kubwa sana. Haya mahaba dhidi ya mpira au kwa ajili ya mpira yanapovuka mpaka wake yanageuka kuwa kinyume chake, kama hivi ambavyo chuki zinaingia katika familia, katika watu wa damu, katika marafiki kabisa, jamaa wa karibu, kisa na maana ni mpira tu. Mtu yuko tayari kuacha ibada ya faradhi inaendelea, jamaa akai kwenye mpira. Juzi wal billah nilikuwa katika maeneo hapa kwenye mitaa ya Kisauni, nikipita kimbilia kwenye msikiti wa Al-Aqsa au kwa jina lingine msikiti mkubwa. Swala ya jamaa ya Isha ilikuwa inakimiwa. Basi nikakutana na kundi la watu wametengeneza mfumo fulani, wakavuta waya, wakaeka kwenye kibaraza fulani nje. Wakaweka TV yao hapo wanatazama mpira. Mtu anapopita hapo barabarani tu anaona live kabisa hivi. Anaweza akajiunga naye akashabikia. Sasa watu wamekaa hapo wanatazama, ilikuwa ni timu zinacheza, Allahu a'lam. Swala inakimiwa, swala ya faradhi. Qamati sala. Sijui kuendelea nini kwenye mpira huo wanaotazama, Allahu a'lam. Basi kelele kubwa. Hata hawasikii kama iqama inakimiwa, swala ya faradhi ya jamaa inaendelea kwa. Hawasikii kelele ambazo zinapigwa hapa. Mpaka nashtuka, yaani mtu mahaba hayo yamemfanya kurupa na akili kupiga kelele mpaka asielewe kama swala ya jamaa inaenda kusimama. Mahaba ina gani haya mpaka mtu yuko tayari hata kujipofusha kwenye mambo muhimu? Tushakuwa ni mashia wa mpira sasa hivi.
Kama mashia wale wamejenga mahaba kwa ahlul bait, yakazalisha kinyume chake chuki ya kuwachukia kina Abu Bakar na Omar, basi na sisi mahaba yetu juu ya mpira yametufanya wa vipofu tuzalishe chuki, yani kupuuza mambo muhimu katika dini au katika ibadat. Haya mahaba yanapokithiri, yanapovuka mpaka wake, yanakuwa kinyume chake. Tunakwenda kuhasirika. Umma wa Kiislamu sasa tunakwenda kuhasirika. Tena tunahasirika pakubwa sana kuhusu hili suala la mpira. Mpira ni katika michezo, ni katika burudani, lakini unaweza ukawa haramu kwa tabia hizi. Wallahi, mpira leo mtu atautumia kama ni mazoezi au nini kwa njia inayostahili, ni halali kabisa, hata hauna shida. Wakiamua watu ni wanaume wote jinsia moja wafanye mazoezi ya mpira kwa muda ambao hauwezi kuwakosesha ibada ya faradhi, kwa namna ambayo haiwezi kuwazalishia ugomvi, chuki wala kuumizana, wakafanya mazoezi au ni burudani, inasihi. Lakini endapo kama itakuwa ni kwa staili hii, kama mpira sasa hivi watu wanaoshabikia au wanaocheza au wanafanya nini kwa nyakati ambazo zinawakosesha ibada ya faradhi, inakuwa ni haramu. Na kama unawapelekea wao kuzalisha chuki kati yao, unakuwa ni haramu. Hatari sana. Na kama unawapelekea hata kutangaza mambo ya haramu, sasa hivi tunatazama, tunaona jinsi inavyokuwa. Mpira ya sasa inasimamiwa na mambo ya haramu ya betting na nini. Unakuta na hizo mechi ambazo tunazishabikia sasa hivi zinatangaza mambo ya haramu. Al-maisir, inama al-khamru wal-maisir wal-azlam wal-ansab rijsun min amali shaytan fajtanibu. Hivyo vitu vyote, al-maisir ni kamari au betting. Sasa hivi mechi za kisasa zinaendeshwa na mambo kama haya, betting. Tunaona jinsi inavyokuwa. Kama mpira unachochea kwenye mambo ya sport pesa na mambo ya betting, basi utakuwa ni moja katika mambo machafu ya haramu. Endapo kama mpira unachochea kwenye hili au unashabikia jambo hili na kulichochea lile kubwa lishamiri, basi ni katika haramu. Mpira huo unakuwa ni haramu. Sababu al-maisir, Mungu kisha kwambia ni rijsun min amali shaytan, ni uchafu utokanao na matendo ya shetani. Fajtanibuhu, hivyo basi jiepusheni nao. Tunaona mipira ya kisasa inahusisha na vitu hivi, inachochea. Tukipenda maana yake nini? Tunapenda yale ambayo kama yanafungamana nayo moja kwa moja, hata kama hukudhamiria, lakini unakuwa umeyapenda bila kudhamiria. Hatari kubwa. Kwa hiyo tunaona mipira ya kisasa inatufanya kuwa ni mashia wa mpira. Sasa tushakuwa sasa hivi ni mashia wa mpira, kwa sababu tumezalisha mahaba kupindukia kwa ajili ya mpira mpaka tunaanza kusahau faradhi. Sasa hivi tunamkuta mtu wa'iyadhu billah, mtu ni Muislamu kabisa, mtu mzima, Allahu akbar, Mungu atuongoze, atunusuru. Kwenye swala hajui faradhi za swala ni gani, yani anafanya tu kitu kimezoeleka, kuna kusimama, kuna kuinama, kuna kuinuka, kuna anafanya, lakini ukimuuliza zilizokuwa nguzo kwenye swala ni gani, anakuwa hajui. Yeye anafanya tu, anajua kuna kurukuu kuna nini, lakini ukimuuliza nguzo ni zipi katika hizi, hajui. Ukimuuliza kaa hivi, ukienda hapo, wasema nini? Sijui, wajua sisi hatukubarikiwa, hatukubahatika. Unayadhu billah, kubahatika. Siku hizi watu wakubwa, watu wazima kabisa, ukimwambia soma suratul Fatiha katika swala, ni maajabu, ni vituko hiyo suratul Fatiha. Namna inavyosomwa haina tajwidi kabisa, hata robo. Inasomwa inavyojulikana. Wal billah. Mtu huyo sasa ambaye mambo muhimu katika dini kabisa ya faradhi ya swala hayajui, njoo mhusishe na mahaba ya mpira, uone vituko wewe. Kama yeye ni mpenzi wa mechi fulani, wa timu fulani, basi kwa kuwa timu hii ni ya kwake, atawafahamu wote, anakuwa anawafahamu wote wachezaji, majina yao, miaka yao, historia zao, maeneo walozaliwa, mpaka mishahara wanaoipata, mpaka nini na nini. Wala billah, mtu anahifadhi, anakariri.
Lakini suratul Fatiha, mambo muhimu katika swala hayahisi. Hii inaashiria wazi mahaba ya mpira kwake yeye yamepindukia, ndio maana yamemfanya kipofu mpaka akawa anapuuza mambo muhimu katika dini. Ndio hili ambalo tunazungumzia, mahaba yanapovuka mpaka wake yanageuka na kuwa kinyume chake. Jambo hili sasa hivi linatuhasirisha pakubwa mno Allah. Sasa hivi ni watu wazima, kwa vijana, kwa watoto, tumeingia katika mkumbo huu wa mahaba juu ya mpira. Watoto sasa hivi wanainukia, unakuta tayari nyoyo zao zimejaa mahaba ya mpira. Wal-iyadhu billah. Mtoto anainukia bado hata dini yake hajaifahamu kiasi fulani, moyo wake unakosha tayari. Umejifungamanisha na huko. Atafahamu sangapi huyo? Ni hatari mno. Tunaona jinsi watoto wadogo kabisa wa miaka 10, 12 sasa hivi, jinsi mtu anakakutajia wachezaji wa timu fulani na namna historia zao. Allahu Akbar. Ni hatari kwa kushangaa, huyu si kijana wa juzi tu. Kafahamu vipi? Njoo muulize upande wa pili kwenye dini sasa. Wajua sisi baba yetu haje tupeleka madrasa. Hatari kubwa ndugu zangu, wallahi ni hatari. Haya mahaba juu ya mpira yameshakuwa ni hatari sasa hivi. Yanatutoa kwenye mstari sahihi. Kuanzia wakubwa mpaka kizazi. Tupunguze haya mahaba. Wallahi ni hatari kubwa, tena ni hatari kubwa sana. Tunafahamu Mashia kuanzia zamani wao wamejenga mahaba na Ahlul Bait mpaka wakapindukia, wakaanza kuchukia kina Abubakar, kina Umar na kuwatukana na kuwalaani. Tunafahamu wao mahaba yao yamepindukia kitambo. Lakini sasa hivi tushakuwa sisi Mashia wa mpira. Tunapenda mpira zaidi mpaka tusahau na kudharau na kupuuza mambo ya dini tena ya muhimu. Ni hatari kubwa ndugu zangu Waislamu. Wallahi tupunguze haya mahaba, yawe na kikomo. Ni hatari sana, tena ni hatari sana. Allahu Akbar. Sasa hivi tumekuwa ni watu wa kupuuza ibada za faradhi, zaendelea, zaswaliwa. Unakuta watu wamekaa kijiweni, tena ukiwatizama ni kina Abdullah, kina Muhammad, kina Salim, kina Abdurrahman, majina mazuri. Watu wa peponi utadhani. Lakini utashangaa swala yasimamishwa, wanasikia ila wako kwenye mashindano ya mpira. Wewe akia Mungu Arsenal, wewe kina Chelsea, wewe Manchester, wewe hawezi. Basi watashindana hapo, huyu hamwezi huyu hamwezi huyu. Huyu kafungwa pale, yule kafungwa pale, huyu kazidiwa na yule. Basi kelele hizo na mjadala huo utawafanya mpaka kipindi cha swala kitoke wasitarabahi. Ni mahaba ya aina gani haya? Wallahi ni hatari mno. Tupunguze haya mahaba, tupunguze wakubwa kwa wadogo. Tupunguze, tunaangamia. Sasa hivi kuifahamu dini ni watu wachache wanafahamu. Watu ambao wanaweza kujitahidi mambo yakija kama propaganda dhidi ya kupotosha katika ukweli na kuchafua Uislamu, wenye kuweza kutambua ukweli huo na kujua kwamba hapa kulingana na dini si sahihi, hapa ndio sahihi, ni wachache. Wengi wao hawajui. Kwa sababu gani? Tushapofushwa, tumejengwa mahaba juu ya kitu kingine. Sangapi tutarabahi na kuelekeza nguvu zetu huko? Haya ni mambo yamekuja kutuhadaa. Wenye ambao wamekuja na vitu hivi, wenye wamekuja na hivi vitu chini ya maji, chini ya kapeti, nyuma ya pazia, wana ajenda zao. Wallahi hawakuja nazo bure. Haya mambo yamechipuka haya, kwa sababu zamani hayakuwepo. Mambo ya kuweka mahaba juu ya mpira hayakuwepo zamani. Ni kweli kabisa. Ilichipuka mpaka akaekewa na maligi na manini, kwa mapremia, sijui kuna nini, kwa nadhani kuna World Cup hivi karibuni. Allahu aalam. Sijui kama itakuwa mwaka gani. Maana kuna miaka hivi karibuni kama sio mwaka 2022 hapo ilifanyika katika nchi ya Qatar. Ikawa ndo makao rasmi. Allahu aalam. Sijui mara hii watafanyia wapi, lakini hivi karibuni nasikia inakuja. Yamewekwa na wahusika katika hilo. Hawakuweka bure haya mambo na kuyapangilia baada ya miaka fulani sijui itakuwa hivi. Hawakuweka bure, wana ajenda zao. Wana ajenda nyuma ya pazia kwenye hili. Na kweli wamefanikiwa katika hili.
kutunasa wengi katika Uislamu, wakubwa kwa wadogo, wakatutoa kwenye mstari sahihi na kupeleka kwenye mstari ambao sio sahihi. Sasa hivi watu wazima kwa wadogo, wazee kwa vijana, watoto wadogo kabisa wanainukia. Unakuta mtu ana mahaba yaliyopindukia kwenye moyo wake juu ya mpira mpaka anapuuza mambo ya dini. Nimelishuhudia hili moja katika siku, mabwana wako katika mashindano na mijadala ya mpira, kwa mchezaji huyu sijamfiki huyu, yule sijamfiki yule, Allahu a'lam, Mungu atunusuru. Wakiwa katika hali hiyo, wewe siji kadha siji nini, akaja bwana akaanza kuwaingiza kwenye mambo ya dini. Jamani, naomba dakika chache tukumbushane katika mambo ya khairi. Yani alipogusia hilo, Allahu akbar, wamekasirika vibaya. Wewe vipi nenda zako kwenda huko, wajifanya mwema sana, wajifanya siji nini. Mpaka neno la Mungu hawataki kulisikia, sababu kisa na maana wako kwenye mpira, wamefocus. Umeona jinsi mahaba juu ya mpira yanavyomjengia mtu chuki ya kupuuza mambo muhimu ya dini. Tupunguze haya mahaba, hatari mno. Sasa hivi watu wako tayari kupuuza neno la Mungu sababu mpira. Hatari sana. Hatari sana. Miaka hivi karibuni tumeona jinsi watu walivyoharibika kwenye mahaba ya mpira. Nchi jirani hapa, watu mpaka kafanya betting kwa ajili ya timu za mpira na wake zao. Timu yenu Simba ikishinda Yanga, nitakupa mke wangu sijui na nene siku kadhaa. Timu yetu Yanga ikishinda timu yenu Simba, nitanipa mkeo sijui na nene. Wala billah, mahaba juu ya mpira mpaka mtu ana bet na mkewe. Wala billah. Umeona, tupunguze haya mahaba wallahi, ndugu Waislamu. Ni hatari mno. Bwana kaeka kabisa ahadi, timu fulani kifunga timu fulani nitakula sahani 7 za kinyesi cha binadamu. Astaghfirullah, mtu huyo. Astaghfirullah, mahaba gani haya yatupofisha macho? Sahani 7 za kinyesi. Mungu mkubwa kajalia ikafungwa timu yao. Astaghfirullah. Ni miaka hivi karibuni huyo mtu katika maeneo ya kwetu huko katika kaunti ya Tana River. Wala billah. Bwana kafanya hivyo, kachukua ahadi. Timu yao ikafungwa kweli. Kula sahani 7 kakataa. Umeona tena alikuwa kula kiapo, wallahi nimeenda mimi timu hiyo kifunga hii na kula kadha wakafungwa. Alipokuja akamwambia hatekeleza kiapo chako na yamini yako, kakataa. Unaona hii? Kwa sababu haiwezekani. Ni mahaba gani haya juu ya mpira mpaka yanatufanya kuwa vipofu? Astaghfirullah, ndugu Waislamu. Wallahi kuna vitu idha tajawaza an haddihi inqalaba ila riddihi, vinapovuka mpaka wake vinageuka kuwa kinyume chake, yakiwemo mahaba. Mahaba yanapopindukia yanakuwa kinyume, yanazalisha chuki, yanazalisha nini? Mtu anakuwa kipofu, haelewi, hasikii. Ni hatari sana. Hususan haya mahaba juu ya mpira sasa hivi yamekithiri. Tupunguze, wakubwa kwa wadogo, tupunguze kwa gharama yoyote. Tunakwenda kuteketea sisi na vizazi vyetu kwa kutofahamu mambo muhimu katika dini. Propaganda zikishakuja zitakuwa ni zenye kutuvuta vibaya mno, maana hatuna uwezo wa kujitetea. Ni hatari. Tupunguze haya mahaba juu ya mpira. Sasa hivi tunaona jinsi Uislamu unavyopigwa vita katika kila kona. Yaani neno al-Islam hili ndo halitakikani. Sasa tukiwa hatuna maarifa na dini, tuna maarifa na mpira, itakuwaje? Wakati neno al-Islam pekee kuna watu hawalitaki hilo neno al-Islam. Tizama nchi ya Iran ya Mashia. Tufahamu Mashia jinsi itikadi zake kama nilivyotaja siku za nyuma na hapo awali nimetaja jinsi walivyo. Lakini kwa kuwa nchi yao wameinasibisha na al-Islam, kuna watu hawataki, wanachukia kile kitu. Kwa sababu wao wanajitaje ni Islamic Republican of Iran. Lile neno Islamic kuna watu hawataki, wanasema iondolewe, ibakie tu ni Iran. Hawataki lile neno Islamic. Wataka liondolewe neno Islamic, kubakie tu ni Iran kama nchi zingine. Umeona? Yaani kuna watu hilo neno tu al-Islam hawalitaki. Sasa kama hatufahamu dini yetu na vita vyote hivi na propaganda zinapochipuka, tutaweza kujitetea? Ni hatari mno. Wallahi tupunguze mahaba juu ya mpira, tufocus kwenye dini yetu. Sasa hivi ni hatari kubwa sana. Ndugu Waislamu, wasia wa mwisho
ambao ni kama sisitizo. Tupunguze mahaba na tutoke kabisa kwenye mahaba juu ya mpira. Tuelekeze nguvu zetu kwenye dini yetu ya Kiislamu. Ndio nusura pekee iliko huko. Kwa machache naomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atufahamishe dini yake, atupe mahaba ya kuipenda na kuwa tayari kuipigania, akifahamisha kizazi chetu dini ya Kiislamu, atuhifadhi kutokamana na vitimbi vya shetani na Mayahudi na wasaidizi wao, atujalie tuwe pamoja na waja wake wema hapa duniani na kesho akhira. Amin ya rabbal alamin.